Singewahi kufikiria kuwa ndoa yangu ingeisha kwa sababu ya kamera zilizofichwa na kwamba mke wangu, mwanamke aliyefanikiwa, angepoteza kazi yake na kila kitu alichokuwa amekijenga. Ilianza na mambo madogo: joho la kuoga, viatu vya ndani, na ikaishia na uchunguzi wa kweli na kisasi kizito. Mimi nilikuwa mtu mtulivu, mwaminifu, mmoja wa wale waliodhani upendo unatosha. Mpaka nilipokuwa mwanamume aliyemwona mke wake akileta mwingine kitandani mwetu. Na ninaposema nilimwona, namaanisha nilimwona kwa macho yangu. Hii ni hadithi ya jinsi nilivyogeuza maumivu yangu kuwa utengenezaji kamili, nikaharibu kazi yake kwa pigo moja lililopangwa vizuri na kuondoka nikiwa na dhamiri safi tu. Lakini tuone jinsi tulivyofika hapo. Ilikuwa asubuhi ya Jumanne mapema, saa 6:45. Nilikuwa nimerudi kutoka zamu ya masaa 24 katika kampuni ya usalama wa kibinafsi ninayofanyia kazi. Tunafanya zamu za mzunguko, siku moja ndiyo, siku mbili hapana. Mwenendo mgumu hasa kwa aliyeoa. Saa ndefu, siku zisizotabirika, wakati mwingine hata hakuna nafasi ya kupumua kati ya kazi moja na nyingine. Hata hivyo, ninarudi nyumbani kama kawaida, nimechoka na nimechafuliwa. Zawadi alikuwa akiacha taa ya nje ikiwa imeawashwa kwa ajili yangu, ingawa kwa kawaida nilikuwa ninarudi kabla ya alfajiri. Wakati huo bado ilikuwa imeawashwa. Ninaingia, nining'inia koti, naenda chumbani tayari nikiota kuoga na dakika 5 za amani. Na ndipo ninaliona joho langu la kuoga, lile la bluu lenye kiraka kilichoshonwa kwenye mkono, limening'inizwa kwenye ndoano isiyo sahihi kabisa. Kwa wengi inaweza kuonekana kama upuuzi, lakini nisikilizeni, mimi ni mtu wa mazoea, hasa baada ya zamu ndefu. Joho hilo huwa liko kwenye ndoano ya kulia zaidi nyuma ya mlango. Zawadi halihusi kamwe. Wakati huu lilikuwa kwenye ndoano ya kushoto yake, pale anaponing'iniza joho lake. Ninasimama sekunde moja nikitazama. Kisha naona kuwa viatu vyangu vya ndani haviko miguuni mwa kitanda. Viko sebuleni karibu na sofa. Havikutupwa ovyo. Kimoja kilikuwa kimeingia chini ya meza ndogo. Sikumbuki kuingia na viatu vya ndani mara ya mwisho nilipokuwa nyumbani. Labda nilikuwa nimechoka tu. Labda nilisahau. Lakini ilinisumbua. Maelezo hayo yaliyokuwa nje ya mahali yanakaa ndani yako. Najaribu kupuuza. Naoga na kunywa kahawa, natazama habari kidogo. Lakini joho hilo linaendelea kunimulika kichwani kama taa nyekundu. Haikuwa ndoano peke yake. Ilikuwa chumba kizima. Vitu havikuwa mahali vinapostahili. Hakuna kilichokuwa kikubwa. Mabadiliko madogo. Kadiri nilivyotazama, ndivyo kitu kilivyokuwa kikikwaruza. Najaribu kutofikiria sana. Zawadi alikuwa daima mpenzi wa utaratibu. Alisimamia nyumba kama alivyosimamia kazi, kila kitu kikamilifu, kila kitu safi. Alifanya kazi katika wakala wa mawasiliano wa kifahari katikati ya jiji, wenye vioo vingi na suti za gharama. Alikuwa na cheo chenye maneno matatu kama hii: mkuu wa maendeleo ya wateja. Sikuelewa kabisa alichokuwa akifanya, lakini alikuwa akipata zaidi yangu. Alikuwa aina ya mwanamke anayevuta vichwa, mrefu, ngozi safi, daima viatu vya visigino, kucha zilizofanywa upya kila wiki, yule mweupe wa kawaida wa matangazo ya krimu. Na bado nilimpenda. Tulikuwa tumeoa miaka 8. Haikuwa yote maua na furaha, ndoa gani iliyo hivyo? Lakini nilidhani tungeshinda nyakati ngumu. Ndivyo unavyofanya unapochukua ahadi. Unashikilia. Hivi karibuni hata hivyo alikuwa mbali. Mbali kwa njia isiyopimwa kwa hatua, bali kwa ukimya. Awali alinikaribisha niliporudi hata kama alikuwa amechoka sana. Si kwa shangwe, bali tabasamu, kugusa mkono, kahawa iko tayari. Hivi karibuni hakuna. Wakati mwingine sikujua hata kama alikuwa nyumbani. Alikuwa na simu mkononi, uso umeangazwa na skrini, akiandika kwa sura hiyo ya umakini. Simu, laana. Jambo jingine. Awali hakujali nani anaona nini.
Aliacha mezani. Miezi ya mwisho daima mkononi au chini kwa uso. Na aliichukua hata bafuni. Nilimuuliza siku ilikuwaje na akajibu vizuri, kama neno siri la kufunga mazungumzo. Nilijua kitu hakikuwa sawa. Sikutaka kuamini kile hisia zangu zilikuwa zikiniambia, lakini katika usalama unajifunza haraka maana ya mabadiliko madogo. Watu wengi huyapuuza. Wengi hawataki kuona ukweli. Lakini katika kazi yangu unaelewa mara moja kuwa ukweli haujali kama uko tayari au la. Na mimi sikuwa bado. Lakini nilikuwa nikikaribia. Joho moja, kiatu kimoja cha ndani, mtazamo mmoja wa baridi baada ya mwingine. Sikutaka kuwa mume wa kawaida anayeshuku bure, wala mmoja wa wale wenye wasiwasi wanaotenganisha nyumba kutafuta ushahidi. Lakini hiyo haikuwa wasiwasi tu. Nilihisi. Kisha nilimpigia simu Matayo. Matayo ni rafiki yangu tangu siku za shule ya upili, tulikuwa pamoja tangu darasa la kwanza. Dunia mbili tofauti. Mimi nilicheza mpira na kwenda kuvua samaki wikendi, yeye alikuwa tayari akijijengea kompyuta kabla ya leseni. Sasa anafanya kazi ya kujitegemea, kamera, mifumo ya kuzuia wizi, teknolojia ya nyumbani. Anajua umeme bora kuliko mtu yeyote ninayemjua. Ninaenda kwake na kumwambia yote, Joho, simu, hisia ya ajabu iliyokuwa imechukua nyumba yetu. Hacheki, hapunguzi. Anasikiliza. Kisha ananitazama na kusema, unataka kujua kwa uhakika au kuendelea kufikiria? Swali hilo linatosha. Ninatazama kahawa kama ndani yake kuna jibu na mwishowe nasema, tufanye. Wiki moja baadaye anafika nyumbani kwangu na sanduku la kahawia lisilo na jina lililofungwa kwa tepe nyeusi. Ndani kamera 5 ndogo nyeusi. Kubwa kama kifuniko cha chupa, lakini kila moja ina lenzi pana ya ubora wa juu, kugundua mwendo na kurekodi kwa njia salama. Matayo anasema zinashikilia chaji kwa siku kadhaa. Si vitu vya kuchezea, ananiambia. Ni vitu vya kitaalamu. Usimwambie mtu yeyote unavyo na usizione hata kwa bahati. Tunasubiri zawadi awe na mkutano siku nzima. Yuko nje kutoka asubuhi hadi jioni, tuna muda. Tunaanza na chumba cha kulala. Moja tunaificha kwenye rafu ya vitabu, nyuma ya mstari wa vitabu ambavyo yeye havigusi kamwe. Nyingine ndani ya chupa tupu ya krimu ambayo Matayo alimwaga na kuijenga upya kwa vipimo. Hii lenzi inatoka hasa pale ilipokuwa sehemu ya kutolea busara. Ya tatu katika dawa bandia ya harufu ya chumba juu ya meza yake ya kando ya kitanda. Aliinunua dukani kisha akaimwaga. Ingehitaji kutikiswa ili kugundua si ya kweli. Ya 4 nilipendekeza mimi, iliingizwa kwenye kona ya kikapu cha mapambo cha matandiko karibu na dirisha. Ya 5 kwenye korido nyuma ya taa ya ukuta na pembe kamili ya kurekodi mlango wa kuingia na sehemu ya sebule. Hiyo ilikuwa muhimu, ingeonyesha nani anaingia na kutoka nilipokuwa sipo. Matayo anakagua pembe zote kwa kompyuta kibao, anarekebisha umakini, anafanya majaribio. Yote kamili. Sauti si bora sana, lakini inachukua sauti ikiwa hawasemi kwa kunong'ona. Uko sawa, anasema, anainuka na kujisugua mikono kwenye suruali. Zinaanza na mwendo na kuhifadhi kiotomatiki. Unaunganisha simu na unapata arifa. Lakini usiziangalie moja kwa moja, zitakufanya uwe wazimu. Angalia baadaye. Ninakubali. Filamu zinashikilia kwa muda gani? Hadi wiki moja, lakini nimeziweka zikipakia kwenye hifadhi ya faragha tunayoshiriki. Hivyo hata kama wanaona moja, nyenzo ziko salama. Ninamshukuru, nampa bia baridi na tukaa pale dakika moja kimya. Marafiki wawili, mmoja wao anakaribia kugundua kama maisha yake yanaanguka vipande vipande. Zawadi anarudi jioni hiyo kama hakuna kitu. Ananibusu shavuni, ananiuliza kama nataka chakula cha kuchukua. Tunakula mbele ya televisheni. Anacheka kipindi cha ujinga kisichonivutia na anateleza simu kati ya kila tonge. Wakati wote ninashikilia uso wa jiwe. Siulizi chochote. Sielezi kuwa sasa kuta zina macho. Ilikuwa ajabu kujua kile nilichojua.
kwamba kulikuwa na kamera zinazozunguka katika vyumba vya karibu zaidi vya nyumba yetu. Haikuwa kitu ningewahi kufikiria kufanya. Lakini sikuishi tena katika ndoa ile ile niliyosaini. Sikutaka kumpata akifanya kitu. Kwa kweli nilitumaini nimekosea. Kwamba joho lilianguka. Kwamba viatu vya ndani alivihama yeye akipitisha utupu. Kwamba uso mrefu ulikuwa mkazo wa kazi tu na si kitu cha kina zaidi. Lakini tumaini linafikia mahali fulani. Baadaye unahitaji ukweli. Na sasa nilikuwa tayari kuuchukua. Asubuhi baada ya zamu sivui hata buti zangu na nenda moja kwa moja kwenye kompyuta. Mgongo unaniuma kwa usiku na ubongo ni mchanganyiko, lakini nimejaa siwezi kuondoa fundo tumboni. Ni mara ya kwanza ninakagua filamu. Kamera ya korido inapaswa kuwa imerekodi mlango wa kuingia, na kama kulikuwa na kitu cha ajabu kingeonekana pale. Ninajitengenezea kahawa nyeusi chungu moto kama nilivyohitaji na kufungua hifadhi. Mathayo alikuwa ameunda mfumo wa mpangilio na vichocheo vyote vya mwendo vilivyoandikwa wakati. Yote ya kawaida hadi katikati ya alasiri. Na ndipo ninaliona. Wakati saa 9:27 mlango unafunguka. Anaingia Bakari, jirani wa ghorofa ya juu. Bakari si mtu anayepita bila kuonekana. Ni mtu mkubwa karibu kilo 130 mwenye kichwa kilichonyolewa, daima na shati hizo za miraba zisizo na mikono hata majira ya baridi. Sikuwa na shida naye, alionekana mtulivu. Lakini hapo yuko, anaingia nyumbani kwangu kama hakuna kitu. Hasiti. Anapita mbele ya kamera na kwenda moja kwa moja kuelekea jikoni. Bahati mbaya huko hatukuweka chochote. Jikoni ni wazi sana na Zawadi huweka kila kitu kwa utaratibu sana kuficha kitu bila yeye kugundua. Tulidhani si eneo muhimu. Baadaye tulikuwa wajinga. Siwezi kufanya chochote isipokuwa kukaa pale nikifikiria. Alichukua bia. Aliuliza sukari. Alirudisha kitu Zawadi alichomkopesha. Ninarudi nyuma na kuona tena wakati, nikitazama lugha ya mwili. Yuko sawa. Hii ndiyo inayoniua. Anatembea kama amefanya mara 100, hakuna kusita. Hakuna kutokuwa na uhakika. Anaenda moja kwa moja pale anapostahili. Kamera ya korido hairekodi mlango wa chumba. Hakuna kamera yoyote chumbani inayorekodi mwendo yeye akiwa ndani. Kwa hiyo alibaki katika eneo la siku. Lakini anabaki hasa dakika 20. Si 10, si 5. 20 kamili. Kisha saa 9:47 hasa anavuka tena korido, anajisugua pua kama anavyofanya daima na anaondoka. Mlango unafungwa. Hakuna busu la kuaga. Hakuna pigo la bega. Anaondoka kama alivyoingia, mtulivu kama matembezi ya Jumapili. Ninategemea mgongo, vidole vimeunganishwa mbele ya mdomo, nikitazama picha iliyosimamishwa ya mlango kama mzunguko wa tatu ungepa jibu tofauti. Haifanyi. Siruki mara moja kwa hitimisho. Katika kazi yangu unajifunza kutochukua hatua kwa hisia tu. Lakini kitu hakikuwa sawa. Najaribu kufikiria dhana zote zinazowezekana. Nafikiria kumtumia ujumbe laini kama habari, Bakari alipita jana, ili tu kuona anachosema. Lakini ninasimama. Sitaki kufunua kadi. Ikiwa kitu kilikuwa kikitokea, nilipaswa kukusanya ukweli, si kufanya fujo. Na kisha sikutaka kumpa muda wa kubuni kisingizio kizuri. Nilitaka ukweli, si hadithi. Jioni hiyo ninafanya kama hakuna kitu. Zawadi anarudi kwa saa za kawaida, funguo zikilia, uso kwenye simu. Anatabasamu anaponiona, tabasamu la haraka lakini tamu, lakini macho hayasimami. Tunakula kwenye sofa kimya, kipindi fulani kikiendelea nyuma. Anacheka utani wa kijinga wa televisheni, ananywa divai, ananiuliza zamu ilikuwaje. Nasema tulivu, na ilikuwa kweli. Angalau nje. Ndani ilikuwa fujo. Niliendelea kusikia tena sauti ya mlango ukifunguka. Niliendelea kuona hatua nzito za Bakari, jinsi hakujitazama kama mtu anayekuja kumtembelea mtu. Alitembea kama hiyo ilikuwa sebule yake.
Simshinikizi. Sitaji filamu. Simtazami hata tofauti, ingawa inanigharimu. Kwa kweli bado sikuwa na kutosha. Lakini sasa nilikuwa na uhakika, sikuwa nikifikiria. Haikuwa tena hisia tu. Ilikuwa mwanzo wa kitu. Sikujua bado kina kiasi gani. Zamu ya pili baada ya kusakinisha kamera ilitokea Ijumaa. Ijumaa katika kazi yangu daima ni za ajabu, au hakuna kinachotokea au kinatokea kila kitu. Hiyo ilikuwa tulivu kiasi, mizunguko ya doria na makaratasi. Ninakamilisha bila shida, lakini siwezi kusubiri kurudi nyumbani, si kwa sababu nimechoka, bali kwa sababu nina nyenzo mpya za kuona. Ni hisia ya ajabu kukaa kutazama nyumba yako kama ilikuwa kipindi cha uhalisia usichowahi kujiandikisha. Arifa inatoka saa 2:14 jioni. Mlango wa kuingia. Ninabonyeza. Anaingia kama ilikuwa nyumba yake. Mrefu. Nywele zilizoanza kuwa za kijivu. Karibu miaka 40 na zaidi, mmoja wa wale wanaozeeka kama divai nzuri. Na kweli anavaa suti inayogharimu zaidi ya kodi yangu. Anatazama kote akiingia, anatabasamu kama mahali hapo alikuwa akifahamu. Si kwa adabu, bali joto. Salama. Akiwa sawa. Jinsi yeye anavyompokea, hii inanigusa zaidi ya nilivyotaka kukubali. Anaangaza. Kweli. Macho yanang'aa, nusu tabasamu, hatua hiyo ya polepole unayofanya na mtu aliyekukosa zaidi ya inavyostahili. Anamgusa mkono. Anamkumbatia. Si kati ya wale kukumbatiana kwa nusu kwa marafiki, bali kwa nguvu, kwa mikono yote miwili, sekunde ya ziada. Niko pale, mikono imefungwa, nikitazama eneo kimya. Wanazungumza kidogo jikoni. Yeye anafungua device ile nyekundu anayoipenda, ile aliyokuwa kinywa alipotaka kupumzika, kama alivyosema zamani. Yeye anakaa kwenye kaunta kama anajua hasa mahali. Wanacheka. Sisikii yote, wako mbali sana na mikrofoni ya korido, lakini ninachukua vya kutosha kuelewa si mara ya kwanza. Lugha ya mwili wake, asili yake, urafiki, yote yanasema kitu kimoja. Si mpya. Wanapita dakika 10, labda 12. Kisha yeye anachukua chupa na glasi 2 na wanaenda chumbani. Kamera ya korido inawafuata hadi watoweke. Kamera za chumbani, Mungu, kamera hizo zinarekodi yote. Kila hatua. Kila mtazamo. Kila ishara. Jinsi anavyoweka nywele nyuma ya sikio, jinsi anavyokaa kwenye ukingo wa kitanda, jinsi anavyomtazama kama alikuwa pekee duniani. Si usaliti peke yake, ni uangalifu alioweka. Alikuwa amesafisha chumba, alikuwa amevaa joho la nyumbani ambalo sikuwa nimewahi kumwona, laini, mikono ya lace. Alikuwa amevaa bangili niliyompa kwa maadhimisho ya miaka 5, ile yenye moyo mdogo aliyosema inamkumbusha safari yetu ya asali. Bangili hiyo laana. Sitazami kwa muda mrefu. Siwezi. Si yote. Lakini naona vya kutosha kujua haikuwa kosa la wakati. Ilikuwa ya makusudi. Ilijulikana. Karibu ilipangwa. Alikuwa amejiandaa kwa ajili yake. Ninaweka pause na kukaa pale nikitazama skrini. Picha iliyosimamishwa iko kwenye uso wake, anayetabasamu, ametulia, hakuna uhusiano na mwanamke niliyeishi naye kwa miezi. Hakuwa akinatazama hivyo kwa miaka. Mikono yangu imebaridi. Mabega magumu. Macho makavu, lakini fundo kooni lisilolegea. Hicho kilikuwa chumba chetu. Kitanda chetu. Mke wangu. Na yule mwanamume, yule mwenye nywele za kijivu za kifahari, alikuwa akitendewa kama mgeni anayekaribishwa. Kama mtu ambaye yeye alikuwa amejifungua, si kimwili tu, bali kwa joto, urafiki. Silii. Sivunji chochote. Silii hata. Kitu ndani yangu kinazima tu, kama kubonyeza swichi. Ninafunga polepole kompyuta. Ninategemea mgongo. Ninabaki pale kwa muda mrefu. Sisonge. Sifikiri. Nilikuwa na maswali 1000. Lakini lile lililokuwa likirudi kwa sauti kubwa lilikuwa rahisi. Kwa muda gani?
Kwa sababu yule mwanamume hakuingia kama mgeni. Aliingia kama mtu aliyekuwa tayari na nafasi yake. Na Zawadi alihakikisha ilikuwa tayari. Asubuhi baada ya kuona filamu siendi kazini. Ninapiga simu, nasema nina shida ya familia, kiufundi si uongo. Kichwa kinazunguka, siwezi kufikiria kitu kingine isipokuwa mzunguko, sauti yake, uso wake, glasi ya divai, mikono yake ikigusa shuka tulizochagua pamoja. Ninampigia Matayo. Haulizi maswali. Anasema tu, nafika baada ya saa moja. Anajitokeza na kompyuta, diski ngumu ya nje na sura hiyo ya umakini anayoweka anapotaka kurekebisha kitu kisichoweza kurekebishwa. Tunakaa mezani jikoni, ninafungua filamu. Anaangalia kimya. Mwishowe anategemea nyuma, anajisugua taya na kutoa ishara kwa kichwa. Nadhani hutaki kulia juu yake na bia tu, anasema. Hapana. Sawa. Basi tufanye. Tunatumia saa zilizofuata kuchuja nyenzo. Mwanzoni ni mitambo kama kukusanya rafu au kupaka ukuta. Anatenga kuingia, anakata pembe bora, anakata muda uliotumika bure, anarekebisha mwanga. Haniulizi kama nina uhakika. Anajua nina. Mwanzoni mpango haukuwa kisasi. Ulikuwa kuandika. Kutoa nafasi ya kugeuza hadithi baadaye. Kuweka ushahidi safi, wazi, usiopingika. Tunaupunguza kuwa mchanganyiko wa dakika 20 hasa. Mabadiliko laini. Picha wazi. Hakuna cha aibu, hakuna cha ziada. Tu kweli. Na kali. Tunaongeza kichujio laini kwenye kingo. Tunaondoa karibu sauti yote lakini tunaacha kicheko chake. Kicheko hicho zamani kilikuwa kitu changu kipendwa duniani. Sasa kinanifanya tumbo lirejele. Kisha kuna bangili. Bangili hiyo ya fedha yenye moyo mdogo, zawadi ya maadhimisho ya miaka 5. Alisema inamfanya ahisi imara, inamkumbusha alikuwa nani tulipokutana. Aliivaa kwenye filamu. Aliivaa kwa ajili yake. Maelezo hayo yalikuwa mazito kuliko yote mengine. Hakuhitajika kuona uso. Yeyote aliyemjua hata kidogo angeitambua bangili, chumba, sauti hiyo. Ujanja ni laana, anasema Matayo akigusa skrini pale moyo unapoakisi mwanga. Alihakikisha kuacha vya kutosha vya yeye katika kila picha. Tunaangalia toleo la mwisho kwa dakika ndefu. Kisha tunapakia. Hakuna majina. Hakuna data binafsi. Hakuna cha moja kwa moja. Lakini kichwa tunakichagua kwa uangalifu. Kitu kinachogonga, kinachofika karibu na nyumbani hii. Mke anachukua zaidi ya bonasi ya mwisho wa mwaka. Tunaweka mtandaoni kwenye tovuti 2 kubwa za watu wazima. Matayo alikuwa na akaunti za kuchomeka. Ndani ya saa moja inaanza kuzunguka. Mwisho wa siku tayari inafanya nambari. Kisha Matayo anatuma kiungo kwenye kundi la kazi la kampuni ya Zawadi. Aliingia kutoka mwaliko wa zamani wa kalenda alionituma kwa tukio la kampuni. Zawadi wa kawaida, mtaalamu hadi mwisho lakini mzembe na nywila. Kwa kutumia mwaliko huo alipata nafasi ya kazi na kituo cha jumla. Anaweka Alhamisi, muda mfupi kabla ya mkutano wa kila wiki, ushindi na masasisho, wakati karibu timu yote iko mtandaoni. Ujumbe mmoja. Hakuna maandishi. Kiungo tu. Tunafunga kompyuta na kukaa kimya. Ukimya huo unaoingia kifuani na kukaa. Sijihisi kiburi. Sijihisi mshindi. Nahisi itulivu. Haikuwa kujivunia. Haikuwa kufanya onyesho. Ilikuwa kwa ukweli. Kwa sababu kinyago hicho kikamilifu alichokuwa akivaa kingeanza kupasuka mbele ya mtu mwingine isipokuwa mimi. Matayo anaondoka karibu saa 3 usiku. Kabla ya kutoka ananiweka mkono begani. Chochote kitakachotokea sasa hukuanza wewe. Alikuwa yeye. Ninakubali lakini sifikirii. Nafikiria siku niliyompa bangili hiyo. Tabasamu lake aliposema sitavua kamwe. Na kweli hakuvua. Hata kwa ajili yake. Ninapoamka asubuhi ya Ijumaa tayari nina ujumbe wa 3 kutoka Matayo na simu moja iliyokosa.
Wote wanasema kitu kimoja kwa njia tofauti, inazunguka. Ninafungua video kwenye moja ya tovuti na kutazama maoni yanayopanda kama bei ya mafuta wakati wa likizo. Kuna maoni, baadhi ni taka za kawaida, lakini mtu anaandika, subiri, hii ni yule Zawadi aliyeshughulikia kampeni ya kidijitali ya mstari mpya wa vipodozi mwaka jana. Hakuna jina. Tulikuwa waangalifu. Lakini watu si wajinga, na Zawadi alikuwa amejifanya aonekane sana. Matukio, majukwaa, maudhui ya kampuni na uso wake kila mahali, ongeza bangili, mapambo ya nyumba. Kicheko hicho kisichoweza kufananishwa na nukta zinaungana haraka. Matayo anafuata athari kwenye kundi la kazi. Ana mdudu ndani ya wakala anayemthibitisha kuwa imeanza fujo katika kituo cha jumla. Mtu alidhani ni mzaha. Wengine hapana. Haikujali walichoamini, imara kiungo kilishirikiwa, kilikuwa nje ya ngome. Inaonekana baadhi ya wafanyakazi wa zamani walikuwa na kundi la faragha la kusengenya utamaduni wa sumu na kufukuzwa kazi. Mmoja anapata video na kuweka picha ya skrini kando ya picha ya Zawadi kwenye hafla ya kampuni. Maelezo ni makali. Inaonekana haikuwa idara ya masoko tu iliyokuwa ikiboresha. Katikati ya asubuhi jina la Zawadi linazunguka katika gumzo mbili tofauti za ofisi. Rasilimali watu wanamuita saa 10 na dakika 22. Najua kwa sababu ananiandikia kutoka bafuni wakiwa wanatathmini hali. Ujumbe unasema, mtu ameweka kitu cha kuchukiza. Nadhani ni akili bandia au bandia. Ninatetemeka. Ninatazama ujumbe huo kwa muda mrefu bila kujibu. Si kwa sababu sijui cha kusema, bali kwa sababu najua hasa nini kitatokea baadaye. Saa 1 na dakika 3 anarudi. Vipodozi vimeharibika, mistari nyeusi chini ya macho kama alijisugua haraka kwa mgongo wa mkono. Anasimama mlangoni na kunikodolea. Kisha anaanguka. Anaacha begi lianguke na kuja kwangu akilia, akipiga kelele, akitikisa simu kama silaha. Unajua wanachosema? Unajua wanachofikiria nimefanya? Ninashikilia sauti tulivu. Kufanya? Wanadhani ni mimi. Katika video hiyo nimesema ni bandia, si mimi. Wametumia sauti yangu, uso wangu, wameipanga kwa namna fulani. Na hapa si ya kweli. Mwanzoni sisemi chochote. Ninamwacha ajiondoe. Anaendelea kwenda mbele na nyuma, analia, anaonyesha simu, anadai ni mwamini. Anasema amewekwa mtego, ni unyanyasaji uliolengwa, atashtaki kila mtu. Kisha anageuka ghafla, kutoka hofu hadi hasira. Ikiwa ni mzaha wako, ikiwa ni njia ya kuniadhibu kwa kitu chochote, inaapa. Ninamkatiza. Hicho ni chumba chetu. Anasimama. Hiyo ni bangili yako. Hiyo ni joho lile lile nililoona kwenye kikapu cha nguo chafu baada ya zamu yangu ya mwisho. Hiyo ni meza yetu ya kando ya kitanda. Shuka zetu. Na kicheko chako, Zawadi. Najua kicheko hicho. Na unataka kuniambia ni akili bandia? Anafungua mdomo. Anaufunga. Kisha mabadiliko ya mwisho ya sauti. Sauti inakuwa ndogo. Macho yanakimbia. Sijui jinsi ilivyotokea. Labda mtu aliingia. Labda walirekodi kitu. Labda anakosa hewa. Hofu bado ipo, lakini sasa imechanganyika na hatia. Naona. Anajua mimi najua. Lakini hawezi kusema maneno. Simshinikizi. Ninaondoka, nampita na kusema, nenda pumzika. Unaonekana umechoka. Usiku huo tulala katika vyumba tofauti. Sifungi. Sichukui sofa. Najilaza kitandani cha wageni, nimevaa, nikitazama dari huku kilio chake kikichuja polepole kupitia kuta. Sijihisi mshindi. Sijihisi bora. Nahisi nimeisha. Haikuwa kwa kile alichofanya kwa siri. Ilikuwa kwa jinsi kila siku alivyonitazama machoni kama hakuna kitu. Kama mimi sikujali.
Na sasa hatimaye alikuwa anaona matokeo, si kutoka kwangu tu, bali kutoka ulimwengu aliokuwa akijaribu sana kuvutia. Siku hiyo alipoteza kazi. Rasmi alifukuzwa kwa hatari ya sifa. Walitumia maneno yasiyo wazi, lakini tulijua wote maana yake. Rasilimali watu hawachezi wakati kuna video zinazozunguka. Usiku huo nyumba ilikuwa kimya zaidi ya yote. Hata magari nje, hata mlio wa friji. Ukimya tu. Na katika ukimya huo sikuhisi hasira. Nilihisi amani. Kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa miezi hakukuwa tena na kitu cha kuhoji. Ninaamka kabla ya alfajiri. Anapoanga kuwa bluu chafu tayari nina begi tayari. Mifuko miwili ya nguo, vifaa vya kazi, kompyuta na picha chache za zamani nisiyoweza kuacha. Kingine sichukui karibu chochote. Mezani jikoni ninaacha folda ya kahawia. Ndani kuna karatasi za talaka. Wakili wangu alikuwa tayari amezitayarisha. Zimejazwa, zimesainiwa, zimefungwa na kalamu ya bluu iliyoingizwa katikati. Siachi barua. Siachi ujumbe. Karatasi ndizo ujumbe. Najua ataziona atakapotoka. Sijali atakavyojibu. Mshtuko, machozi, kukataa, haibadilishi chochote. Kila kitu anachopaswa kuelewa kimeandikwa pale. Ninatoka polepole bila kufanya kelele. Mtazamo wa mwisho sebuleni, koridoni, mlango wa chumba uliofunguliwa kidogo kiasi cha kuona umbo la kabati ambapo bado kuna harufu yake. Ninafunga mlango na sizunguki. Mathayo alikuwa tayari amenipa chumba cha wageni. Alikuwa ametoa sofa, lakini ninachukua chumba kidogo. Kuta uchi, shuka za msingi, zero kumbukumbu. Kamili. Safi. Asubuhi ile ile ujumbe unaanza. Wa kwanza ni mfupi, tunaweza kuzungumza. Kisha, kwa nini kuna karatasi mezani? Sielewi. Na jioni, tafadhali. Unazidi. Si kile kilichoonekana. Siku inayofuata anapiga simu. Sijibu. Anaacha ujumbe wa sauti nisiyosikiliza. Sauti inapita haraka kutoka kuomba hadi kulia, kutoka kunifanya nihisi hatia hadi kurudi tamu. Ninazuia nambari. Ninazuia barua pepe. Ninamuondoa kutoka kila orodha, programu, jukwaa. Miezi miwili inayofuata ni tulivu. Ninazingatia kazi. Nafanya kazi chache za ziada za usalama na Mathayo. Ninarudi kunywa kahawa chungu. Ninaishi katika ulimwengu ambapo juhudi hutoa matokeo na hakuna anayetabasamu akishikilia kisu nyuma ya mgongo. Kesi inafika haraka. Nadhani wakili wake hakutaka kuivuta, video bado ikiwa inazunguka. Yeye alikuwa na wakili, suti ya gharama, kichwa kilichonyolewa kamili, ujasiri wa kuuza. Mimi nilikuwa na mmoja, Omari, aliyenisaidia kesi kadhaa na alinidai favu. Hakuwa wa kuvutia, lakini alijua kufanya karatasi na hakupiga jicho nilipomwambia yote. Chumba cha mahakama kilikuwa baridi. Kimya. Kilinuka karatasi za zamani na kahawa iliyooza. Zawadi anafika kama kivuli cha mwanamke niliyemjua. Anavaa koti refu, kubwa mno, kama amepoteza uzito. Vipodozi vyepesi, nywele hazijapangwa kama alivyofanya daima. Anaonekana amechoka. Si kimwili tu, bali rohoni. Kwa muda mfupi karibu nahisi kitu. Karibu. Anaepuka macho yangu hadi hakimu anapomuuliza kama ana kitu cha kusema kabla ya kufunga. Anasafisha sauti, anainuka na kunatazama moja kwa moja. Nimewekwa mtego, anasema. Video filamu, hakuna kati ya hayo yaliyokuwa ya kweli. Yamepangwa kuniadhibu. Si kile kinachoonekana. Mahakamani ukimya kamili. Hakuna anayepumua. Ninafungua begi na kutoa sanduku dogo la uwazi. Ndani kuna ufunguo wa USB. Ninaondoka, nenda kwake na kumpa wakili wake. Ni nini? Anauliza yeye. Zawadi, inasema. Wakili ananitazama kwa shaka. Zawadi haigusi, anatazama ufunguo kama ungeweza kulipuka. Sisemi kingine. Hahitajiki. Ndani kuna yote.
Rekodi zote 5 za asili. Wakati kamili. Picha wazi. Pamoja na mchanganyiko toleo la mkurugenzi tuseme. Haikuwa tena kumdhalilisha. Ilikuwa kufunga. Kumbukumbu kamili ya ukweli aliyokuwa akijaribu kupotosha. Talaka inatolewa. Hakuna mgawanyo wa mali, hakukuwa na mengi ya kugawanya hata hivyo. Kodi bado ilikuwa kwa jina langu, lakini ninaiacha. Sitaki nyumba. Sitaki kumbukumbu zilizofungwa kwenye kuta. Ninatoka mahakamani bila kusema neno. Wiki moja baadaye nambari mpya inanitumia. Umeharibu maisha yangu. Sitakusamehe kamwe. Ninatazama ujumbe kwa muda mrefu. Si kwa sababu sijui cha kujibu, bali kwa sababu najua hakuna tena cha kusema. Sijibu. Kwa sababu hakuna cha kurekebisha. Na hakuna cha kujuta. Miaka 2 imepita haraka kuliko nilivyofikiria. Ni ajabu jinsi wakati unavyopita unapokuwa huna tena mabega yaliyoinama ukingoja uongo ujao. Baada ya hukumu niliweka kichwa chini. Nilifanya kazi kwa bidii. Nilikaa kimya. Nilijenga upya. Mimi na Matayo tulifungua biashara ya usalama wa nyumbani miezi michache baada ya vumbi kutulia. Ilianza kidogo, sisi wawili, gari dogo, ngazi iliyokopwa na tovuti iliyofanywa wikendi. Tunatoa mifumo kamili, kamera smart, mifumo ya kuzuia wizi, kufuli zisizo na waya, pakiti yote. Iligundulika kuwa watu wengi walikuwa wakitafuta hasa kile tulichojua kufanya. Tuliita jiwe na chuma usalama. Jina alilichagua Matayo. Alisema linasikika imara, lisilotikiswa. Nilipenda. Liliendana. Tuliweka roho. Siku zilikuwa ndefu, lakini hatukujali. Hakuna drama za ofisi. Hakuna vinyago. Kazi ya uaminifu tu na mtu niliyemwamini. Katika mwaka mmoja biashara ilipanda. Maneno ya mdomo yalifanya karibu yote. Watu walipenda kuwa hatukuwa kampuni kubwa isiyo na uso. Sisi tulijua vitu kwa sababu tulikuwa tumeishi kwenye ngozi yetu. Tulijua kile kinachoweza kulinda na kile kinachoweza kufichua. Kwa pesa zilizokuwa zikiingia thabiti, nilinunua nyumba ndogo pembeni. Si kitu kikubwa, lakini yangu. Ghorofa moja, matofali, muundo imara. Nilichukua gari la zamani, maili chache, bado na harufu hiyo ya mpya chini ya tabaka za dawa ya gari. Na kwa msukumo tu nilichukua mbwa mdogo kutoka kituo cha wanyama. Kiumbe kidogo chenye masikio ya popo na mbweko wa toi iliyomalizika betri. Nilimuita Tito. Tito alihitaji mazoezi kidogo. Mdogo, makini, mwaminifu. Anifuata kila mahali. Na zaidi ya mara moja amebweka mlangoni kabla ya sensa za mwendo kugundua kitu. Kizuizi cha asili. Alasiri moja ninachukua Tito kutembea katika bustani karibu na nyumba. Kisha ninasikia Tumaini. Ninasimama. Ninazunguka. Ni Zawadi. Yuko kando ya moja ya mikokoteni ya barafu wanayotoa wakati wa joto. Anavaa polo ya kazi iliyofifia na kofia ya karatasi iliyokunjwa vibaya. Nywele zimefungwa mkia laini, vipodozi vichache kama vipo. Anaonekana mzee. Si kwa maana mbaya. Tu ametumika. Hatabasamu. Hajivurugi. Ananitazama kama hajui kama kulia au kupiga kelele. Umeharibu maisha yangu, anasema polepole. Sauti haina hasira. Hakuna maonyesho. Uchovu wa huzuni tu, kama maneno hayo alikuwa ameyashikilia kifuani kwa muda mrefu sana na sasa yanatoka peke yake. Na kisha anaongeza, nataka unilipie uharibifu wa maadili kwa kuwa sasa unapata vizuri. Nacheka. Ninamtazama moja kwa moja machoni. Ninashikilia mtazamo sekunde chache. Hapana, inasema. Umejiharibia mwenyewe. Mimi nimejenga upya yangu tu kwa magofu. Na fidia. Aichukue kutoka kwa mpenzi na aongeze kitu kwa mishipa yangu, ninaongeza. Sisubiri jibu. Siulizi anavyo. Hahitajiki.
Sasa mtu mara kwa mara ananiuliza kama ningemchukua tena. Kama ninajuta kile nilichofanya. Kamera, video, ukimya. Hapana. Unapompa mtu uaminifu wako, wakati wako, uaminifu wako, unatarajia aitunze kwa uangalifu. Si kuikanyaga nyuma yako huku akitabasamu usoni. Kwa hiyo wanaponiuliza kama nilienda mbali sana, najibu hiki tu. Yeye aliwasha kibiriti. Mimi niliandika tu moto. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri ilikuwa sahihi kumweka wazi hadharani namna hiyo, au unafikiri alivuka mipaka? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.